Yes, habari ya jioni. Ni Fundi Martin kutoka Malindi Town, stage ya Mombasa, New Modern Bus Park. Napenda niongee jambo moja kuhusu matumizi ya simu ambazo zimetumika tayari. Matumizi ya simu za secondary mobile phones, simu ya mkono wa pili. Simu ambayo ni secondary inamaanisha simu ambayo imetumika na mtu mwingine, ndio nawe ikakufikia ukaanza kuitumia. Na hilo jambo huwa linatokea wakati unanunua simu kwa mtu ambayo imetumika tayari. Tuachane na story ya kupewa simu na ndugu yako na shangazi na mjomba ambayo imetumika pale akatoka nayo akakupatia wewe. Naongelea wale ambao huwa na tabia ya kununua simu ambazo zimetumika. So mimi ni fundi na nafanya kazi ya kutengeneza simu. Na sina ubaya wowote na mtu yoyote ananunua simu ambayo imetumika. Ila nilikuwa napenda kutoa mafunzo kidogo, kuwapea ushauri kidogo, kwa sababu hii sekta ya mambo ya simu nimekuwa kwa muda si sana. Niko na zaidi ya miaka 10 katika hii kazi ya kutengeneza simu. So ninaelewa mambo ya simu zenye zimetumika, uzuri wake na ubaya wake. Unapoamua kununua simu ambayo imetumika, jambo la kwanza la kudhibitisha ni simu ni ya nani, ilikuwa inatumika na nani, na ni muda gani imetumika, na ni simu ya mkopo ama si ya mkopo, na ilitoka kwa nani, ilinunuliwa dukani ama naye alipata kutoka kwa mtu mwingine. Hiyo ndio jambo ambalo ningependa niliongelee hapa kwa mtandao siku ya leo. Wewe ambaye unataka simu nzuri, simu imetumika, lakini una uwezo wa kununua simu mpya na hutaki kuchukua simu ya lipa mdogo mdogo, nisikiza kwa makini. Ukiamua kununua simu, nunua simu kwa mtu mwenye unamjua vizuri, una historia yake, unajua tabia zake, na hiyo simu umemwona nayo kwa muda akiitumia yeye. Sawa? Huyo mtu unamjua vizuri, hiyo simu umeiona kwa muda ikitumika kwenye mikono yake, uko na historia ya hiyo simu kupitia kwa yule mtu. Tofauti kando na kumjua kwanza. Wewe unamjua na ile simu umemuona nayo kwa muda, una historia ya ile simu, alitoa wapi na ameitumia kwa muda gani, na simu unaweza kudhibitisha simu ni ya mwenye kukuuzia. Kwa nini naongea hivyo? Hili jambo linaleta shida wakati unanunuziwa simu ni ya wizi. Simu ni ya wizi, imeibiwa. Halafu kwa sababu wewe unataka kitu ambacho simu nzuri na inauzwa rahisi, unanunua ile simu na unaanza kuitumia. Unaingia kwenye mtego wa kuwa ile simu kama iko kwa rada inatafutwa. Sasa wewe ukipatikana na ile simu, utakuwa kitabu aanze kujieresha na ujulikane ile simu umefanya kuuziwa. Utakuwa tayari umeumia. Utakuwa huwezi kujieleza vizuri mpaka ukaeleweka. Utakuwa una maelezo ya kutosha. So watu wakuwe waangalifu, raia wakuwe waangalifu unaponunua simu ambayo imetumika. Unaweza kununua simu ikawa iliwa mtu, halafu hiyo simu sasa umepatikana nayo wewe. Mtu alikufa kule ujui, ukauzwa hiyo simu, halafu umepatwa nayo wewe. Utajitoa, utafungwa, na utakuwa ukisema wewe ulifungwa bure, hiyo simu ilikuwa imefanya kuuziwa, lakini mahakama haitakuelewa. Na jamii ya yule mwenye kuuawa kwa hiyo sababu ya hiyo simu haitakuelewa. Utakuwa unaonekana uko kwenye huo mtego wa yale mauaji. Twende kwa mafundi sasa. Mafundi hao tunatengeneza simu. Fundi ukiona mteja anazunguka anauza simu, mtu ambaye umjui, mtu wa kwanza ambaye umjui, unaona anazunguka anauza simu, mwambie kama ni shida ako nayo anauza simu, atavute ndugu na jamaa na familia yake imfanyie mchango, imchangie. Usinunue simu kwa mtu ambaye umjui. Simu ambazo zinazungushwa nazo, mtu anazunguka hujui zimetoka wapi, ni ndeli nzuri, ni simu smart, ni simu ambazo ukizipata wewe hata kuziuza ni haraka na upate faida. Lakini usiingie kwenye mtego wa kununua simu kwa mteja ambaye anayezunguka. Si mteja wako, ni mtu unamwona hiyo siku, na kwa sababu unamhurumia, ni mwanamke ana shida,
ni jamaa anajieleza ana shida na anataka kuuza zile simu, wewe usinunue bila hata kufikiria zile simu zimetoka wapi. Hiyo biashara wachana nayo kabisa, itakuletea shida. Itakuletea shida. Jambo la pili, kwa mafundi, kununua simu ambayo imetumika kwa mteja wako. Kuna wale wateja wanakuja anataka kuuza simu yake, kweli ni mtu unamjua na ni simu anaiuza. Kununua ile simu, hakikisha hiyo simu umeiona kwa muda. Hata pengine ni simu amepitia ukamrekebishia, unajua mahali anakaa, ile simu umemuona. Yaani umeona kwa muda ile simu anaitumia. Si simu inaweza kuletea story na ni mtu unaweza kumtoa mahali huko. Hiyo sasa unaweza kununua. Ni mteja unamjua vizuri, ile simu umemfuatilia kwa muda anaitumia. Hata anaweza kuwa ni jirani yako anauza simu yake na ni simu umeiona inatumika pale nyumbani. Hiyo kununua haina ubaya wote. Lakini simu ambayo ni mtu unamjua, mteja unamjua na simu hujamuona nayo tena unaiona siku ya kwanza ama siku ya pili ama siku ya tatu, kuwa makini. Kuwa makini, biashara kama hiyo usiingilie kabisa, sababu itakuletea shida. Itakuletea shida na kitambo ueleweke wewe utakuwa umekapitia. Utakuwa umeingia hasara. Kesi ya simu, ukishikwa na DCI kesi ya simu kwa hesabu za haraka haraka, hakuna kesi huwa inaenda na chini ya 10,000. Ukipatwa na simu ya wizi ambayo si yako na huwezi kudhibitisha imetoka wapi, inatafutwa. Ile simu ukipatwa nayo, hakuna kesi inaenda chini ya 10,000. Kando na mambo ya kupelekwa kotini sasa. Hakuna kesi inaenda chini ya 10,000. Halafu ile simu unanunua mpya. Angalia sasa, hiyo ni simu ya 20,000. Simu inachukuliwa, unatoa 10,000 na ile mwenye simu anasema anataka mpya, hataki ile ambayo imechokorwa. Kwa hivyo ni mkuwe makini. Mtu asijipate mahali babaya, aseme ni elimu hakuipata. Pengine unaanza kutengeneza simu jana ama juzi ama uko na mwezi kwenye hii industry. Haujaelewa mambo ya hizo story nyingi za simu. Utapelekwa kotini, unapigwa bodi inakataliwa na kosa kupewa fine. Unasuiliwa siku kadhaa na tutakuwa tunakuhurumia kama sisi mafundi, lakini tutakuwa tuwezi kukusaidia. So tunaomba mafundi wale ambao tuko kwenye hii industry tunafanya kazi ya ufundi tukuwe makini, na pia tuombe Mungu atuepushe na zile nuksi. Na nyinyi ambao mnakuja kuleta simu ambazo hatuzielewi, maksi kila mtu ni ana tamaa, na hata kama tamaa iko, lakini unapohitaji kuuza simu yako, tafuta jirani zako wale wanajua ama majirani. Acha kushinda unakuja kuzunguka kwa mafundi. Fundi utaenda kwa ile mwenye anakutengenezea simu kila siku. Si unazunguka kwa mafundi wote town. Tunaelewana? Jamaa mkuu na jioni njema. Ni Fundi Martin kutoka stage ya Mombasa.